Tumebarikiwa kuwa na shule nzuri na eneo la kutosha, tumepanda miti ya kutosha. Sasa miti hapa nimeona mingi ni miti ya kivuli na miti ya mbao. Nadhani sasa kuna haja ya kuongeza idadi ya miti ya matunda shuleni. Tuongeze miti ya matunda shuleni. Kama ambavyo tumepanga miti mingi kule, mingi sana naona ni miti ya vivuli, miti ya mbao. Sasa ni jukumu letu tuongeze miti ya nini? Ya matunda. Na ninamuelekeza kamanda wa TFS wa wilaya hii ya Kilolo ahakikishe analeta miche ya miti ya matunda hapa shuleni. Shule iwe na miti ya kutosha ya machungwa, malimao, sijui nini, kila tunda linalowezekana lipandwe hapa shuleni. Kwa chakula watoto wanachokula shuleni, tukiwa na miti ya matunda ya kutosha, tutaongeza kwenye menyu yetu na matunda pia. Si ndio jamani? Tutajikuta sasa watoto walikuwa wanakula ugali na maharage, sasa atapata na kipande cha chungwa, atapata na kipande cha hiki, atapata na kipande cha hiki, na hapo tutakuwa tunatamadunisha swala la lishe bora kutokea shuleni mpaka nyumbani. Kwa hiyo naelekeza maafisa wote wa TFS wa mkoa wetu wa Iringa, kama ambavyo tulipeleka miche ya miti katika maeneo ya taasisi na maeneo ya shule, sasa strategically tuongeze idadi ya miti ya matunda kwenye shule zetu zote za msingi na sekondari. Na wakuu wa shule tengeneze mkakati bora wa kuhakikisha kila mti unaokuja anapewa mtoto kuusimamia mti wake mpaka siku anahitimu shule. Huo ndio unakuwa mti wake anaulea pale shule. Kwa mtoto wa form 1 akipewa mti wake wa machungwa, ataulea, ataulinda, atauhudumia mpaka siku anamaliza form 4, yeye mwenyewe ni mnufaika wa ule mti, anachuma matunda kwenye mti wake. Sasa kila mtoto akiwa na mti wake hapa shuleni, akiweza akaongezwa na mwingine, akaongezwa na mwingine, akaongezwa na mwingine. Kwa mfano sasa hivi tuna watoto wangapi hapa shuleni? 719. Sasa watoto 700 ni sawa na miti 700 ya matunda shuleni. Kama shule ina watoto 700 na kila mtoto mmoja tumemkabidhi mti mmoja wa matunda, au tunze au lee pale shuleni, maana yake shule itakuwa na miti 700. Na hiyo miti ikikua na ikaanza kutoa matunda, tuna uhakika wa kuvuna matunda kwenye miti 700 kila siku. Mparachichi tunavuna, mchungwa tunavuna, mlimao tunavuna, mstaferi tunavuna. Miaka 4 ya mtoto anakuwa shuleni, anaondoka akiwa anajua faida ya kutunza miti na faida ya kuvuna kutoka kwenye miti. Kwa hiyo kwenye eneo hili la utunzaji wa mazingira, nimesisitiza umuhimu wa kuongeza idadi ya miti, hasa ya nini? Ya matunda katika shule zetu zote, na nyinyi mkiwa ni miongoni mwa watekelezaji wa jambo hili. Kama ambavyo tunajua lishe ni muhimu sana kwa watoto wetu, na tumemsikia mkuu wa mkoa Mheshimiwa Harry James amesema mtoto anayekula vizuri ndio anayefanya vizuri darasani. Kwa hiyo sisi tumeendelea kuhamasisha wazazi kupitia vikao, lakini kupitia vikao vyetu vya lishe, na kuendelea kuomba wadau mbalimbali kuchangia, kama ambavyo tumeona pia mkuu wa mkoa ameelekeza TFS kuhakikisha wanatoa miti ya matunda katika shule zote, na sisi kama halmashauri tutaona tunachangiaje kwenye hilo, ili watoto wetu wawe wanaweza kupata lishe bora na wawe wanafunzi ambao wanaelewa vizuri darasani. Majina naitwa Eric Leonard Kikoti, Mheshimiwa Diwani kata ya Ilole. Wenye viti wangu wa vijiji wote nishawapa taarifa, nishawapa majukumu hayo kwamba wasimamie wazazi wote wahakikishe chakula kinapatikana shuleni na kila mzazi anachanga chakula kwa ajili ya mtoto wake. Lakini pia kuhusu taaluma, nakaa sana na walimu kwa ajili ya kuwashauri, kukaa nao, kuangalia changamoto zao ni zipi zinazowasibu. Kwa mara tunakaa na kujadiliana, na nashukuru Mungu walimu wanajituma sana. Kwa majina naitwa Umimihija Nasoro Jumanne. Ningependa kushukuru kwa kila hatua ambayo tumeweza kusaidiwa hapa shuleni. Shida ikopo ni hasa kwenye maji. Iko tunapata tabu sana kushuka chini kule kwenda kuhangaika tunabeba ndoo, ila kwa sasa tunashukuru kwa kuwa maji ni yanapatikana hapa shuleni. Na kuhusu umeme tunashukuru sana, tunasoma kwa uhuru hapa shuleni kwetu.